Mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Comrade Tobias Mugweta Nungu, katibu wetu wa chama, katibu wetu mwenezi mwenye dhamana ya itikadi na mafunzo Comrade Salu, mkurugenzi wetu wa halmashauri, waheshimiwa madiwani, wakuu wa idara na vitengo, nimeona watendaji wetu wako hapa, waandishi wa habari, waandishi wetu wa vikao, masisi, mabibi na mabwana wote ambao mmealikwa hapa, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu, kazi na utu. Mwenyekiti, nakushukuru wa chama kutoa maelekezo, tumeyapokea na tutakwenda kuyafanyia kazi, na tunakuombea ikimpendeza Mwenyezi Mungu, uongozi unatoka kwa Mungu. Ikimpendeza Mwenyezi Mungu, basi tunakuombea hata katika uchaguzi wako basi uweze kuvuka salama sana. Tunakuombea sana. Mheshimiwa Diwani, namshukuru sana, tumefanya kikao chetu kizuri, kikao kizuri sana, kitamu, chenye amsha za kutosha. Ndugu zangu, nataka nizungumzie kisa kimoja kabla sijaanza kufunga baraza hili. Katika maisha ya kawaida kulitokea watu watatu, naomba mnisikilize kwa makini sana. Watu watatu wale wote walikuwa na dhamira moja ya kwenda kutafuta maisha. Wakaenda porini kutafuta maisha. Wakiwa porini, wanaendelea kupambana na usafishaji wa misitu ili waweze kupanda kile ambacho wamekusudia kukipanda. Wakafanikiwa kuokota kiroba. Ndugu zangu, kiroba kile walipokwenda kukifungua wakiwa porini, wakakuta ni fedha nyingi sana, zaidi ya milioni 300 za Kitanzania. Wale mabwana wakasema, tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwamba sasa tumepata utajiri ambao tulikuwa tunaukusudia, shilingi milioni 300. Lakini wana wale wakasema, fedha hizi tukienda nazo mtaani tutaulizwa, tutahojiwa tumezipata wapi, wenye nguvu watatunyang'anya. Ndugu zangu, kwa hiyo tubakini porini mpaka majira ya usiku. Giza itakapoingia tutarudi mtaani na kiroba chetu, tutakwenda kugawana fedha hizi. Wakaamua kubaki porini pale. Ilipofika majira ya saa 11 kwenda 12, giza za kuingia, wakawa wanaumwa na njaa. Wote njaa zinataka kuwaua. Wakakubaliana watu watafute chakula. Sasa wakasema, hatuwezi kuondoka wote, tutaachaje hichi kiroba? Mmoja wetu atoke aende kijijini akalete chakula tuweze kula. Wale vijana naomba niwape majina. Mmoja anaitwa Nasoro, mmoja anaitwa Zahara, mmoja anaitwa Shengwatu. Ndugu sana, Nasoro akatoka kwenda kijijini, akamwacha Zahara na Shengwatu porini. Nasoro alipofika kijijini, wakati yuko njiani na kwenda kijijini, mawazo yakamjia kichwani. Akasema, wale washenzi leo watanikoma leo. Nikifika mimi nakula chakula changu kabisa, cha kwao naweka sumu, wakienda kula wafe, roba la hela nibaki nalo mwenyewe. Ndugu zangu, wakati Nasoro anawaza mawazo yao, Shengwatu na Zahara Msangi kule porini, na wao wanawaza ya kwao.
kwamba kwa nini badala ya milioni 300 tusigawane milioni 150, huyu mshenzi akija hapa tumpige kigongo afe. Nasoro amekula chakula chake kizuri tu, kile alichowabebea Shengwatu na Zahara akapitia sumu. Nasoro anarudi porini akiwa na mtazamo kwamba kila chakula hichi watapotea, atachukua kiroba cha fedha aondoke nacho mwenyewe. Nasoro na yeye analiwa timing na Shengwatu na Zahara. Nasoro alipofika porini, kitu cha kwanza aligongwa na kitu kizito, akadondoka akafariki. Ndugu zangu, Zahara na Shengwatu wakala chakula kilicholetwa na Nasoro. Baada ya kula chakula kile, nusu saa nyingi, Zahara na Shengwatu na wao wakafa kwa chakula kilichowekwa sumu. Ndugu zangu, Nasoro amekosa roba la hela, Zahara amekosa roba la hela, Shengwatu amekosa roba la hela. Kwa sababu gani? Kitu kinachoitwa tamaa. Kwenye uongozi ambao leo tupo kwenye nafasi za uongozi, yatupasa wote kuwa kitu kimoja, kwa kuheshimiana, kwa kustahimiliana kwa yale tunayoamua kwenye vikao vyetu. Tukiingia tamaa ya kusema mimi ni mimi mwenyekiti, mimi mkurugenzi, sisi madiwani, tamaa hiyo inakwenda kuiua halmashauri yetu ya mji wa Korogwe. Ndugu zangu, kitakachotufikisha mbele tuweze kugawana roba la bilioni 300 tuliyoiokota ni sisi kuwa wamoja katika mshikamano, kupendana na kusikilizana, kwa kufuata taratibu tulizojiwekea na zilizowekwa kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mnaweza mkasema mwenyekiti anaongea upumbavu gani, lakini ndivyo ilivyo. Madiwani hawapo hapa kwa bahati mbaya, wapo kwa mujibu wa kanuni, taratibu na sheria za nchi ambazo zimewekwa kwenye Jamhuri yetu ya Muungano wa Tanzania, kwamba watakuwa ni viongozi kwenye halmashauri yao kusimamia na kupanga taratibu zote ambazo zitaamuliwa kwenye halmashauri yao kwa niaba ya wananchi walio kwenye halmashauri ya mji wa Korogwe. Sisi hatuwezi kufanya kazi peke yetu tukaletewa wenzetu mtusaidie, ambao serikali inamilipa kwa kutusaidia sisi. Na ndio maana serikali iliamua kugatuza madaraka kutoka central government kuja kwenye local government, ambako sisi ndio tuna practice majukumu yetu. Kwa nini nimeanza kuyazungumza haya? Sihitaji kuona baraza la migongano la mivutano. Siku zote huwa nazungumza, naweza nikaonekana kama vile sieleweki hivi. Sehemu yenye migogoro haina maendeleo. Leo tunasifiana hapa kwa makubwa tuliyoyafanya, lakini ukiona sehemu kunatokea migogoro, ndugu zangu, ni mmoja hajaheshimu maamuzi ya mwenzake, au mmoja ameondoa heshima kwa mwingine. Ikitokea disrespect, lazima kutakuwa na migongano, ndugu zangu. Katika kitu ambacho tunatakiwa tukichunge ni kuondoa kutokuheshimiana kwa yale ambayo tunayafanya kwenye maamuzi haya tunayafanya kwenye baraza letu la madiwani. Najua madiwani nataka msikie nitasema kitu gani. Mkurugenzi, tukuvumilie, miongozo ipo mingi inakuja, waraka mbalimbali zinakuja, na sisi tulisaini fomu kwamba tutatimiza majukumu yetu kwa mujibu wa sheria, kanuni, taratibu na miongozo. Si ndio hivyo Mheshimiwa Mgwani? Hiyo tunafahamu sisi. Ndio narudi pale sasa alipokuwa anazungumza makamu, kuna mtu anaitwa Mkwavingwa, alafu kuna cheo kinaitwa mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Korogwe. Siku ninapoondoka hapa, ninapokuwa kwenye safari zangu, nitakapokuwa nimemkaimisha aidha makamu aongoze kikao au mwenyekiti wa kamati yoyote ya kudumu aongoze kikao
au mtu yeyote atakayekalia kiti kwa wakati huo, kanuni zinatamka. Hayo ni maamuzi ya baraza la kikao, sio baadaye nije Mkwavinywa niseme hilo. Hapana. Kwa hiyo mkurugenzi, wewe unasimamia waraka ambao hata sisi tulisaini waraka huo, tulisaini fomu za maadili kusema kwamba tutaheshimu maamuzi hayo, lakini pia baraza na vikao hivi vina sehemu ya kufanya maamuzi kwenye halmashauri hii. Kwa hiyo ili tusigongane kimaslahi katika kusimamia halmashauri yetu, kwanza yale tunayoyaamua kwenye vikao yasionekane kwamba ni mambo ya kipuuzi tunayoyafanya. Lazima yatambulike kwamba ni maamuzi sahihi tunayoyafanya kwenye vikao na yaheshimiwe. Kwa hiyo kama kuna utaratibu mwingine ambao upo unahitaji mazungumzo, ndio yale nasema sasa watu wakutane ndani kujenga katika kustahimili na kuheshimiana, tuache zile tamaa kwa mujibu, ili tutengeneze halmashauri yetu, tusiingize halmashauri yetu doa. Kwa hiyo ilikuwa naamini kitu cha kwanza, bahati nzuri kwenye hotuba ya kufunga, mkurugenzi, nimefurahi, nimekusikia kwamba nimeyapokea baada ya kutafakari kwamba nimeyapokea yale yote na kwenda kuyafanyia kazi, kwamba kuna sehemu ina ukakasi sasa kwa yale ambayo tumeelekeza. Unatuita wenzako, tunashauriana, tunatoa mapendekezo kwa pamoja. Hao viongozi wanaoleta miongozo ni viongozi kama sisi, na sisi tunaheshimu mawazo yao. Kuna mtu alizungumza hapa akasema miongozo ni mengi. Ni kweli, kuna miongozo ya posho inayoisimamiwa vizuri, waraka zile za posho, kupandisha madaraja watumishi na maslahi yao, miongozo mingi inakuja, lakini wakati mwingine tunasema kulingana na hali tuliyokuwa nayo tutulie. Ni busara zinatumika, ama sio? Kwa hiyo tukisema kila mwongozo tudili nao perpendicular, watu watapishana tu, na mimi sihitaji kuwa naongoza vikao vya watu kupishana. Kitu cha kwanza, yale maamuzi tunayoyafanya kwenye vikao yaheshimiwa. Na vingine, mheshimiwa mkurugenzi, unaoachia ofisi unaporudi, ni bahati nzuri ukiondoka ofisini unaniachia karatasi inatamka kabisa kuna masuala ambayo huyawezi kuyakaimisha moja kwa moja, masuala yanayohusu masuala ya kiutumishi na masuala yanayohusu masuala ya fedha. Hayo yapo kwa mujibu wa utaratibu, lakini anayekalia kiti, sisi tunaamini anayekalia kiti sio Musa, sio Mari, ni mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Korogwe. Kwa hiyo tunapofanya maamuzi, unaporudi anatakiwa akufidi kwa yale tuliyoamua kwenye vikao. Kama kuna mkanganyiko, tunaitana viongozi, tunaambiana ndani, tuone namna ya kuharmonize hayo mambo, lakini isiwe tu kwamba jambo limefanyika limeonekana kwamba ni mambo ya kipuuzi yameamua. Haiwezekani. Tupo hapa kwa mujibu wa taratibu, kanuni na sheria ambazo zinatuweka kwenye maeneo haya. Kwa hiyo maelekezo yale ya vikao, mkurugenzi, yatabaki vile vile, na miongozo na waraka tunauheshimu. Kama kuna jambo, basi tukaeni ndani tukafanya maamuzi mengine, tuishauri serikali, tuwashauri wenzetu watoa miongozo kwamba sisi tunaumia kwa namna gani hichi ambacho tunakipitia kwa sasa. Lakini ndugu zangu, tulianza baraza la kata. Mkurugenzi ukuwepo wakati natoa maelekezo na yarudia sasa, isije kama yule ambaye kaimu naye akashindwa kuyaleta. Hizi taarifa za kata alikuwa mtu anasema ukurasa wa 8 mpaka wa 10, kuna hoja, hakuna hoja, kuna hoja, hakuna hoja. Maelekezo yetu CMT ikapitia zile taarifa za kata zote, zile hoja zinazowasilishwa. Kama kuna hoja zinahitaji ufafanuzi na utekelezaji, basi mzichukue, isionekane kwamba tumekaa tu bwana imepita hiyo, haina mjadala. Kwa hiyo wenzetu tunawaamini, muende mkayasome yale ili muweze kutusaidia katika utekelezaji. Ndugu zangu, mimi sina mengi, niendelee kuipongeza halmashauri yetu ya Korogwe na mkurugenzi wetu anafanya vizuri. Sifa ni nyingi kwa kweli, na wala hatuna sababu ya kupoteza. Tutakulinda kwa namna yoyote. Mambo madogo madogo ni sehemu ya maisha, ama sio? Tunaelewana jamani? Mambo madogo madogo haya manake tunadhihirisha kwamba kuna uhai, ama sio? Sehemu ukiona mambo yanaenda hivi kama vile kuna wafu, lakini ukiona watu wanamenyana, manake kuna kazi inafanya nini? Kuna kazi inafanyika. Watu wasafiri vibaya hapo,
ama sio? Kwamba baraza haipo hivi. Tunakupenda sana Zahara, watu wasipoti vibaya. Tunakupenda wewe na watumishi wetu, na tutamilinda kwa namna yoyote, kwa sababu hatujaona sababu ya kupinzana. Sisi ni watu wazima, ama sio? Ukitokea hoja tunakaa ndani, tunazungumza, tunaondoka, ama sio? Ndiyo maisha ya uongozi yalivyo. Kwa watu wasitafsiri vibaya. Sehemu yoyote ukiona ndio mzee, kuna shida. Lazima watu waone kwamba kuna uhai, watu wanafanya kazi, ama sio jamani? Kwa hiyo watu wasipoti vibaya. Sisi wataalamu wetu tunamipenda, lakini na nyinyi msikilize maelekezo wanayoyatoa viongozi. Kama kuna namna ya kushauri, mtushauri, msiignore. Kiignore ndio inakuja lile bato sasa. Kwa nini? Unajua kwa nini? Kama mwanaume ndani ya nyumba, kiongozi kama mwanaume ndani ya nyumba, wanaume mpo, unapomwambia mke wako kutoka nyumbani mwisho saa 12, Wakuria mpo hapa, mpo? Unapomwambia mke wangu mwisho nyumbani kutoka saa ngapi? Saa 12, yeye akawa anarudi saa 2, saa 3, saa 4, maana yake hakusikiliza, si ndio? Sasa ikifikia hatua hiyo, wanaume nyinyi mnajua kuna turubu huwa zinafunguliwa hivi, ama sio? Kuonyesha kwamba nyumba hii arjalu qawamuna ala nisai, ina kiongozi humu, ama sio? Sasa sisi tusifikia hatua hiyo. Sisi tukifikia jambo, tutakaa chini, tutazungumza kwa pamoja ili kuwaletea watu maendeleo katika halmashauri yetu. Lakini ndugu zangu, la mwisho, niwapongeze sana watu wa idara ya elimu. Hongereni sana. Tumeona vijana wetu wamefanya vizuri, tumetoa zawadi kwa vijana wetu, tumewapa motisha. Ni jambo kubwa sana ambalo tumelifanya mkurugenzi na watu wake. Vijana wetu wote wanafanya vizuri, tuwatambue kwa kuwapa zawadi, kuwapa hamasa na motisha, ili wengine waweze kufanya vizuri. Bila kufanya hivyo, manake watafanya vizuri, lakini wale wengine hawana cha kuiga kwa wale ambao wamefanya vizuri. Ndugu zangu, wa mwisho, tarehe 20 mwezi huu